Pengine si mara moja au mbili umepata kusikia, kuona au hata kusoma kwenye vyombo vya habari kuhusu tukio fulani la gari kuelezwa limegonga treni. Ndiyo, hata kama treni au kipenda unaweza kuliita gari moshi, umeona limeenda kuligonga gari, lakini ikitolewa taarifa utashangaa wanasema watu 6 wamekufa baada ya daladala kuligonga treni. Hili linashangaza sana. Umewahi kujiuliza kwa nini hali hiyo hutokea? Sasa ipo hivi, kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura ya 168 Road Traffic Act na kanuni za usalama wa reli zinazotekelezwa na shirika la reli Tanzania TRC, sheria inatambua kuwa reli ni njia maalumu ya treni. Magari, bodaboda, baiskeli na watembea kwa miguu wanatakiwa kutoa nafasi kwa treni katika kivuko cha reli. Kifungu kinachohusu kuvuka reli kinaelekeza kwamba dereva hatakiwi kuvuka reli ikiwa kuna ishara ya kusimama, taa nyekundu inawaka, kengele au onyo la treni linasikika. Treni inaonekana au inakaribia, dereva anayevuka katika mazingira hayo anakuwa amekiuka sheria. Sheria pia inatoa wajibu wa tahadhari kwa mtumiaji wa barabara kwenye maeneo ya reli. Hii ina maana kuwa jukumu la kuhakikisha usalama kabla ya kuvuka liko kwa anayevuka, si kwa treni. Kitaalamu au kiusalama, treni husafiri kwenye njia isiyobadilika, yaani reli haiwezi kukwepa kushoto wala kulia. Umbali wa kusimama ni mrefu sana, unaweza kuzidi hadi mita 800 kutegemea mzigo na mwendo. Kwa hiyo sheria ipo wazi, reli ni ya treni. Ukivuka bila tahadhari, si treni imegonga, hivyo utakuwa umeingia mwenyewe kwenye njia yake. Jina langu Ismail Kawambwa, hii ni Daily News Digital.